tutakuwa nafundisha asubuhi ya mwaka 2026 kwa sababu Januari ni kama asubuhi ya siku. Na tutaenda kuona nini nafanyika asubuhi na kitu gani kuna faida yake asubuhi. Basi pasipo kuchelewa, chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya Isaya sura yake ya 21 mstari wake wa 11 hadi wa 12. Isaiah chapter 21 verse 11 to 12. Isaiah chapitre 21 11 à 12. Isaya 21 11 mpaka 12. Amen. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Isaya sura ile ya 21 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, ufunuo juu ya Duma. Mtu ananililia toka Seiri. Mlinzi, habari gani za siku? Mlinzi, habari gani za siku? Mstari wa 12. Mlinzi akasema, mchana unakuja na usiku pia. Mkitaka kuuliza, ulizeni, njoni tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumetoka kusoma katika kitabu ya nabii Isaya. Ndani ya Biblia kuna vitabu 5 ya Injili. Vitabu 4 ya Injili katika Agano Jipya na kitabu 1 ya Injili katika Agano la Kale. Kitabu ya Injili ni kusema ni kitu inaongelea kuhusu kufa, kuzikwa na kufufuka kuhusu Yesu Kristo. Kitabu ya Mathayo, kitabu ya Marko, kitabu ya Luka na kitabu ya Yohana katika Agano Jipya inaongelea kuhusu maisha ya Yesu Kristo. Lakini katika Agano la Kale kitabu ya nabii Isaya inaongelea tu kuhusu maisha ya Yesu Kristo. Sasa mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, Biblia inasema ujumbe kwa ajili ya Duma. Uduma ni sehemu gani? Kuna watoto 2 walizaliwa na mtu kwa jina yake anaitwa Isaka. Na Isaka aliweza kuzaa watoto 2, mmoja Yakobo na wengine Esau. Na kulingana na kitabu ya sheria, hiyo Mungu alimpatia Musa sheria. Sheria ilikuwa inasema mzaliwa wa kwanza ndio ataweza kuwa mrithi wa mali ya baba yake. Na Esau alizaliwa mtoto wa kwanza. Kwa hivyo mali yote Isaka, vitu vyote vya Isaka vilipasha kubaki kuwa mali ya nani? Ya Esau. Na Esau ndio alipasha kujulikana duniani nzima kuliko vile Yakobo ndio anajulikana leo duniani nzima kwa jina inaitwa nini? Israeli. Lakini matatizo ya Esau, hata alizaliwa mzaliwa wa kwanza, kila kitu kilikuwa cha baba yake. Akauza kila kitu kwa supu ya dengu. Sio supu ya kuku, sio supu ya nyama, sio supu ya dengu. Akauza mangombe, akauza maarzi, akauza everything kwa bei rahisi. Aliyenunua kuwa na shida, aliyekuuza ndio alikuwa na shida. Na hii kwa nini ujumbe inasema inaenda kwa ajili ya Duma? Kwa mahali Esau alikuwa anaishi, mtu aliuza uzaliwa wake, yeye ndio alipasha kujulikana dunia nzima. Esau ni picha ya Adamu na Hawa. Isaka ni picha ya Mungu baba yetu. Mungu baba yetu alituumba sisi, na mzaliwa wa kwanza Adamu na Hawa waliweza kupewa kila kitu, lakini katika ujinga wao wakauza kila kitu katika mikono ya nani? Ya Shetani. Sasa wakaanza kuishi mateso. Namna moja Esau anaishi shida na kupasha kuishi shida kwa sababu yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza na baba yake alikuwa na kila kitu. Hasa katika hiyo shida, mtu anapopitia shida, anapopitia mateso, ndio Biblia inasema nabii Isaya aliyefanya kazi ya Mungu miaka 750 kabla ya Yesu kuzaliwa. Biblia inasema sauti ikasikika. Ni sauti ya nani ilikuwa anaongea hapa? Sasa sauti ikatoka katika mlima ya Seiri. Ni Mungu ndio anaongea na nabii, mtumishi wa Mungu. Anamuuliza mlinzi ni nani? Ukikuta hata katika kitabu ya Ezekieli 33,
Ezekieli 8, Ezekieli 10. Mungu iko namwambia Ezekieli, nimekufanya kuwa nani? Mlinzi. Mtumishi wote wa Mungu ni mlinzi. Na mlinzi ana jukumu mbili: kujilinda yeye mwenyewe na kulinda mahali amewekwa kufanya kazi. Na usiku watu wote wanapalala, lakini mlinzi iko nini? Macho. Na sisi watumishi wa Mungu ni walinzi. Dr. Frank ni mlinzi kwanza wa maisha yake binafsi. Lakini Dr. Frank ni mlinzi pia mahali pote tunapotumwa katika nchi ya Tanzania. Sisi watumishi wa Mungu ni walinzi. Unapotumwa Marekani, mtumishi wa Mungu ni nani? Ni mlinzi. Na watu wote wanaweza kulala, lakini mlinzi haruhusiwi kufanya nini? Kulala. Mlinzi akiota ndoto inahitaji afutwe kazi, kwa sababu alikuwa tayari amefanya nini? Amelala. Na Mungu ametutuma katika taifa ya Tanzania kama walinzi, zaidi katika jiji ya Dar es Salaam tukiwa walinzi na watu wakiwa katika jiji hili. Biblia inasema sasa sauti ikasikika. Inamuuliza mlinzi, kwa sababu wanajua kabisa watu wote wako kwa usingizi. Na hapa iongelee usingizi wa kimwili, inaongelea usingizi wa kiroho. Na utajua mtu iko katika usingizi wa kiroho kwa sababu anakosa mambo 5. Na utajua mtu ameamka kiroho kwa sababu anafanya mambo 5. Kitu ya kwanza inadhibitisha mtu yuko katika usingizi wa kiroho ni mtu mwenye aende kanisani. Huyu amelala kiroho. Kitu ya pili inadhibitisha mtu yuko usingizi wa kiroho ni mtu mwenye aweze kuomba. Kitu ya tatu inadhibitisha mtu yuko katika usingizi wa kiroho ni mtu aweze kufunga na kula chakula kila siku. Kitu ya 4 inadhibitisha mtu yuko katika usingizi wa kiroho ni mtu aweze kukesha. Na kitu ya 5 inadhibitisha mtu yuko katika usingizi wa kiroho ni mtu aweze kusoma neno ya Mungu. Anaweza kukaa kwa simu kuanzia asubuhi mpaka jioni akaangalia kila kitu, lakini kitu hata angalia peke yake ni kitu inaitwa nini? Neno la Mungu. Na mtumishi wa Mungu, kitu nashukuru, sauti ilipotoka kwa mlima ikamuliza mlinzi, unasema nini juu ya usiku? Unasikiliza? Pale amuulize unasema nini juu ya nchi. Pale amuulize unasema nini juu ya biashara. Lakini hiyo sauti namuuliza inajali na kitu moja peke yake. Kitu inaitwa jina yake nini? Usiku. Kwa sababu walinzi wanalinda usiku. Usiku ilikuwa naulizwa hapa si usiku ya kawaida. Kazi ya shetani. Unasema nini? Unaonaje? Hao watu wako hapo duniani wenye waliuza kila kitu chao kwa mikono ya shetani. Na watu wakishauza kila kitu kwenye mikono ya shetani wanakuwa chini ya utawala wa kazi ya giza. Kwa hiyo wanatawaliwa na usiku. Na mwaka 2025 kuna watu wengi usiku ilitawala maisha yao. Biashara yao ilitawaliwa na usiku na kazi ya shetani. Ndoa yao ilitawaliwa na usiku na kazi ya shetani. Utumishi wao ulitawaliwa na usiku na kazi ya shetani. Uchumba wao ulitawaliwa na usiku. Kila kitu walijaribu kufanya mwaka 2025 kilikataa. Kwa hivyo ilitawaliwa na usiku. Kwa sababu usiku kazi ya shetani, Yohana 10:10, shetani ana kazi 3. Kazi ya kwanza ya shetani, anaiba. Kazi ya pili ya shetani, anaua. Kazi ya 3 ya shetani, anaharibu. Na hata unisikilize, na hii mambo haikuanza tu kwa sisi binadamu. Hata kwa Mungu mwenyewe ukisoma kitabu ya Mwanzo. Mungu alipokuwa huku mwanzo, kitu ya kwanza ilitangulia, Biblia inasema Roho wa Bwana alikuwa anatulia juu ya kilindi ya nini? Ya maji. Na kila kitu kilikuwa giza. Na wakati kwa Mungu huku mwanzo kila kitu kilikuwa giza, Mungu hakuwa na binadamu. Mungu hakuwa na samaki. Mungu hakuwa na nyama. Mungu hakuwa na dhahabu. Mungu hakuwa na wakati wote maisha ya mtu inatawaliwa na giza, haiwezi kuwa na kitu chochote. Itakuwa maisha zero. Kwa sababu wakati mwanzo kila kitu kwa Mungu kilikuwa giza, Mungu hakukuwa na chochote. Na ndio maana kitu ya kwanza Mungu kwanza alishughulikia kuumba, akasema na nuru iwe. Kwa sababu kama unataka kupata vitu kwa maisha yako,
Kama unataka kufanikiwa kwa maisha yako mwaka 2026, kitu ya kwanza inahitajika ni kukimbiza giza na kuleta nini? Nuru katika maisha yako. Sasa ndio Biblia inasema mlinzi akamuuliza, sauti ikatoka kwa mlima, sauti ya Mungu ikamuuliza mlinzi. Na sauti mwaka wa 2026 tunaanza inatoka mbinguni, kwa sababu tunatumikia Mungu. Inatuuliza sisi walinzi, watumishi wa Mungu, tunakesha kwa ajili ya maisha yetu, na tunakesha kwa ajili ya nchi, tunakesha kwa ajili ya mji, tunakesha kwa ajili ya watu. Inasema nini kuhusu usiku? Akarudilia mara pili. Ukiona swali inaulizwa mara ya kwanza na kurudiliwa mara ya pili, kwa hivyo ni kitu inamaanisha sana. Akamuuliza mlinzi, unasema nini kuhusu usiku? Kwa hivyo kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anamuuliza nabii Isaya, unasema nini kuhusu kazi ya shetani inaendelea kutawala dunia? Shetani kwa sasa ameenda na kasi na viwango ya juu kuharibu maisha, kuharibu kazi, kuharibu kila kitu katika maisha ya watu. Na kuna watu wamevuka mwaka 2025 hata kama wakufa, lakini vitu vyao mingi vimekufa, mambo yao mingi imeharibika. Wameona giza kushoto kulia, bali waone nuru, lakini wao wameona giza kushoto, wameona giza kulia, wameona giza nyuma, wameona giza mbele. Hakuna kile kitu kimekuwa vizuri katika maisha yao. Na hiyo ndio kitu Mungu alikuwa anamuuliza nabii Isaya. Biblia inasema, nashukuru sana huyu mlinzi hakuwa nalala. Waso angekuwa nalala, hiyo swali angeulizwa, angekosa kujibu. Na naomba sisi watumishi wa Mungu, hata kama nchi imelala, hata kama Wakristo wamelala, hata kama mataifa wamelala, hata kama watu wanaomjua Mungu wamelala, lakini watu wa Mungu wameitwa kuwa macho kwa ajili ya taifa. Kuwa macho, siongelee macho ya kimwili, naongelea macho ya kiroho. Na nakwambia kuwa macho ya kiroho ni mtu anapatikana kanisani kila siku. Macho ya kiroho, mtu iko macho kiroho ni mtu anaomba. Mtu iko macho kiroho ni mtu anafunga. Mtu iko macho kiroho ni mtu anakesha. Na mtu iko macho kiroho ni mtu ana muda wa kusoma neno ya Mungu. Mlinzi alikuwa macho nabii Isaya. Unasema nini kuhusu kazi ya shetani? Nakwambia katika nyakati ya mwisho, mambo shetani kunatumikisha na kufanikisha watu, mambo shetani kunafanya kwa ajili ya maisha ya watu. Nakwambia paka unakosa, inakuumiza, inakukatisha tamaa. Watu wanapitishwa kwa mambo ya aina mbalimbali na nguvu za giza. Sasa unasema nini na kazi ya shetani? Na inawezekana uko unanifuata unasikiliza, kuna mambo unapitia kwa maisha yako si mazuri, ni kazi ya giza. Kuna mambo unapitia kwa ndoa yako si mazuri, ni kazi ya shetani. Kuna mambo unapitia kwa biashara yako, kwa utumishi wako, kwa ndoa yako, hata katika huduma yako, ni kazi ya giza. Pali mlinzi amjibu yule aliyekuwa anamuuliza. Aliyekuwa anamuuliza alitaka kujua habari ya usiku, kazi ya shetani vile inaendelea kufanyika katika dunia hii. Lakini mlinzi akamjibu, akamwambia asubuhi, pali ajibu kuhusu habari ya usiku. Lakini mlinzi akasema asubuhi imekuja. Lakini hata kama asubuhi imekuja, bado tungali usiku. Kwa hivyo kama amejibu asubuhi imekuja na bado tungali usiku, tunaweza kusema ilikuwa saa 10, saa 11, mwanga inaanza kufanya nini? Kuonekana. Lakini bado kuna nini? Kuna kagiza. Na mimi napenda kukwambia asubuhi imekuja ya mwaka 2026. Kweli kuna mambo ya giza bado iko kwa maisha yako, ingali ndoa iende vile inahitajika kwenda, watoto waende vile wanahitajika kwenda, kazi iende vile inahitajika kwenda, afya iende vile inahitajika kwenda, kupata watoto wapatikana vile,
kuna giza fulani. Lakini acha nikupatie matumaini. Ikishafika saa 10 au saa 11 ya asubuhi, watu wapende wasipende, shetani ipende sipende, mapepo ipende sipende, dunia ipende sipende, asubuhi inaenda kufanya nini? Inaenda kukucha. Na nakwambia Januari ya 2026 kwa maisha yako ni asubuhi, ni Januari ya kwenda, kila kitu kinakwenda kuwa asubuhi, kuamka katika maisha yako. Inawezekana ndoa yako ndio ilikuwa inakataa, ndoa yako inaenda kuamka. Inawezekana biashara yako ndio ilikuwa inakataa, biashara yako inaenda kuamka. Inawezekana watoto wako ndio mambo ilikuwa inakataa, watoto wako wanaenda kuamka. Inawezekana tumbo yako ndio ilikuwa inakataa, tumbo yako inaenda kuamka. Ni asubuhi. Kwa sababu asubuhi inapokuja, ipende sipende, inatorosha usiku. Usiku inapokuja inatorosha mwanga, na asubuhi na mwanga inapokuja inatorosha giza. Akasema asubuhi imekuja, na tuko asubuhi ya 2026 2026 katika ulimwengu wa kiroho. Wale wote wamesafa, wameteseka mwaka 2025, umeteswa na ndoa, umeteswa na afya, umeteswa na utasa, umeteswa na ukosefu wa kazi, umeteswa na maisha. Wewe ulikuwa unapitia giza. Kitu napenda kuja kukuambia, hii Januari kwa maisha yako, wewe unanifuata na kunisikiliza kwa wakati, kuna nuru inakuja mpya kwa maisha yako. Kuna matumaini, kuna mwanga mpya inakuja kwa ndoa yako. Kuna mwanga mpya inakuja kwa afya yako. Kuna mwanga mpya inakuja kwa kazi yako. Kuna mwanga, kuna njia yenye Mungu anakuja kuleta kwa maisha yako. Lakini hiyo nuru, hiyo asubuhi itakufaidi tu. Unisikilize. Hata kama itaamka inakuwa asubuhi, asubuhi inakuwa asubuhi na faida na maana kwa watu wenye wako macho. Lakini hata inaweza kufika mpaka saa 3 saa 4 ukiwa nalala, kwako haijakuwa asubuhi, kwako ni usiku. Asubuhi ina maana kwa watu wenye wako macho, lakini asubuhi haina maana kwa watu wenye bado wanafanya nini? Wanalala. Ni kama tu katikati ya usiku. Asubuhi kama inakuwa na maana, watu wanaamka wanaenda kazi. Asubuhi inakuwa na maana, watu wanaamka wanashughulika wanafanya. Lakini kama wewe tafika asubuhi bado ukiwa nalala, kwako bado itakuwa tu kitu inaitwa nini? Usiku, na hakuna kitu kitachange. Na nakwambia Mungu amesema na sisi. Anatuambia hii mwezi wa Januari, hapo naongea rema, kile Bwana ameongea na sisi. Kuna tofauti ya maneno ya Mungu kwa mifumo mbili. Kuna logos, maandiko matakatifu, hiyo nimetoka kusoma. Lakini namba 2, kuna rema, kile Mungu anasema kwa wakati. Januari, Mungu yuko anataka kushangaza maisha ya watu wengi. Wao waliopitia mambo magumu mwaka 2025, wale walioteseka Disemba, wale waliteseka Novemba, wale waliteseka mwezi wa 5, mwezi wa 4, walipitia mambo magumu katika utumishi wao, walipitia mambo magumu katika ndoa yao, walipitia mambo magumu katika maisha yao ya kiroho, walipitia mambo magumu kwa shughuli yao ya kikazi, kwa mipango walikuwa nao, kila kitu ilikataa. Mbingu iko natuambia ni asubuhi kwetu. Lakini asubuhi inakuwa na faida kwetu tu wakati sisi tutakuwa macho. Lakini wakati wote hatutakuwa macho, asubuhi itakuwa kama usiku. Kwa hivyo mbingu iko nataka hii Januari, hii tumeanza ya 2026, Mungu anataka wake up, uamke, utoke katika hiyo usingizi. Unapokuwa katika usingizi, hata kama ni saa 5 ya mchana, unapokuwa katika usingizi hata kama ni saa 8 ya mchana, kwako tu ni usiku. Mbingu inataka kweli, umeteseka, umeumia, umepitia hiki na hiki, familia haiende vile inahitajika kwenda, ndoa haiende vile inahitajika kwenda, kazi haiende vile inahitajika kwenda, biashara haiende vile inahitajika kwenda, mipango mliokuwa nayo, utumishi wako hauende vile inahitajika kwenda. Lakini kama unataka kuona sasa mwanga katika ile jambo unafanya, mbingu inataka uamke asubuhi. Amka Januari. Usiende kuamka maji.
usiende kuamka mwezi wa 6, usiende kuamka mwezi wa 8. Hii 2026 kuanzia sasa tuamke katika macho, tuamke kiroho. Na tutapoamka kiroho, na kuambia ni mambo 5. Ninapoomba kitu inathibitisha mtu anaamka kiroho, ni mtu ana tabia na mazoea ya kwenda katika nyumba ya Bwana. Inawezekana uendake mahali popote kanisani, na unanisikiliza mahali unapatikana, kuna makanisa iko mingi tu inamwabudu Mungu katika roho na kweli. Amka Jumapili, hapana kukaa kwa nyumba, enda katika nyumba ya Mungu. Angalia wote waliokuwa na maproblem walipoamka kwenda katika nyumba ya Mungu, matatizo yao yote ilifanya nini? Iliisha. Ana alikuwa tasa kwa muda mrefu, na alitafuta uponyaji, tiba ya kila namna kusudi apate kupona. Lakini alipopata ufunuo, kwa aliamka akapanda Shilo katika nyumba ya Bwana, na matatizo yake, madaktari wote wa dunia hawakuwa na tiba ya matatizo yake. Lakini alipoenda katika nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu Baba, akamwambia Bwana, kama utanipa mtoto, na mbingu, kwa sababu Mungu ana jina 32 na moja ya jina yake anaitwa Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Mungu ni daktari bora kupita madaktari wote. Na alipoenda katika nyumba ya Mungu, Biblia inasema mbingu ikamfanya Ana operation, na Ana akapata mtoto wa kwanza Samueli, akapata wa pili, akapata wa tatu, akapata wa 4, akapata wa 5, akapata wa 6. Nuru ikaingia katika nyumba yake. Biblia inasema tunapoenda katika nyumba ya Mungu, tukienda tukiwa wagonjwa, tutarudi tumepona. Biblia inasema tukienda katika nyumba ya Mungu tukiwa tumefungwa, tutarudi tumefunguliwa. Biblia inasema tukienda katika nyumba ya Mungu, kama kutakuwa shida, matatizo kwa nchi, matatizo kwa familia, matatizo ya kila, katika kitabu ya Mambo ya Nyakati Nyakati ya pili sura ya 7 mstari wa 12 kushuka mpaka chini 16. Biblia inasema kama kutakuwa tatizo ya aina yote, na sisi tunapanda katika nyumba ya Mungu kwenda kumulilia, kwa sababu Biblia inasema kisiwezekana kwa binadamu, kwa Mungu kinawezekana. Mungu ana make way, anaweka njia mahali ya kura njia. Sasa napenda kuambia amka. Hii mwaka 2026 kuanzia Januari tarehe 4, enda tafuta mahali popote kuna nyumba ya Mungu. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Na wakati wote mtu apatikane katika nyumba ya Mungu, apende asipende, nyumba ya shetani inatawala maisha yake. Na nyumba ya shetani kitawala maisha yako, ina vitu 3. Yohana 10:10. Shetani anaiba, shetani anaua, shetani anaharibu. Na hatutaki mwaka tena vitu viharibike. Mbingu inasema asubuhi imekuja. Kwa baraka zetu zimekuja, milango yetu imekuja, kazi yetu imekuja, watoto wetu wamekuja, waume wetu wamekuja, wake wetu wamekuja, promotion zetu zimekuja. Lakini zitafaidi, watakaofaidika nao ni wale watu tu watakuwa macho, watakuwa wameamka. Nakwambia asubuhi ina maana kwa mtu ameamka, na asubuhi haina maana kwa mtu mwenyewe kufanya nini, hakuamka. Na kitu inadhibitisha mtu anaamka kiroho ni mtu mwenye iko na tabia 5. Kisifa ya kwanza ni mtu anaenda kanisani. Hakuna mtu alipanda na problem kanisani na akarudi na problem. Ukisoma kuanzia Biblia kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Ufunuo, wote waliokuwa naenda kanisani wakimaanisha kwamba wana problem fulani, na wanapanda na hiyo problem katika nyumba ya Mungu. Hata problem yenyewe ilikuwa haina jibu, ilikuwa inapata jibu. Hata problem yenyewe ilikuwa na mwelekeo, ilikuwa inapata mwelekeo. Hata problem yenyewe ilikuwa haina dalili, ilikuwa inapata dalili. Hasa nakusihi sana, Jumapili kuna giza fulani natawala nyumba yenu. Kuna giza fulani natawala familia yako. Kuna giza fulani natawala maisha yako. Kuna giza fulani natawala kazi yako. Kuna jaribu inakataa. Sasa mbingu inataka wake up, uamke. Kwa sababu asubuhi ya 2026 imefika tayari kwa ajili kila mtu katika nyumba yake, kwa ajili kila mtu katika kazi yake,
kwa ajili kila mtu katika biashara yake aone mwanga, aone nuru, aone mabadiliko, aone change. Nabii akamjibu akasema, hata kama unaniuliza kuhusu habari ya usiku, hata kama unaniuliza kuhusu habari ya failure ya mwaka 2025, hata ukiniuliza kuhusu biashara bila ikwenda bila ilihitajika kwenda 25, hata ukiniuliza huduma ikwenda bila ilihitajika kwenda 2025, lakini asubuhi imekuja, kuna picha, kuna matumaini, kuna dalili. Unaanza kuona kila kitu kinaleta dalili mpya. Lakini hiyo asubuhi nakuambia inafaidi tu watu wenye wako macho, na mtu yote mwenye haiko macho kiroho. Hii mwaka ya baraka ya Mungu, hii ni mwaka mbingu inakuja kuleta nuru katika maisha yetu. Giza haitaendelea kutawala maisha yetu, no. Mwanga mpya unakuja, nuru mpya inakuja, picha tofauti inakuja. Picha ya giza ni kila kitu iko dark, lakini nuru inapokuja inakuja kila kitu iko clear. Na hii mwaka tunaenda kuona kila kitu wazi, kinang'aa, kinabadilisha, kinafanya maisha yetu kutoka hatua moja na kwenda mwingine. Wewe uliokuwa unanifuata kwa wakati unanisikiliza, tuko mwanzo, nasema Januari, tuko naongelea asubuhi ya mwaka 2026 imekuja. Baraka yako inakuja. Umenisikiliza? Nataka kuomba nao. Inawezekana kuna mambo umevuka nao 2026, 2026, mambo magumu, matatizo ya ndoa, matatizo ya afya, matatizo ya uzazi, matatizo ya kazi, matatizo ya biashara, matatizo ya huduma, umevuka nayo, kazi ya giza. Sasa nataka kwenda kukuombea kitu. Nataka kuombea mambo mbili. Nataka hiyo nuru ya Januari, hiyo baraka ya Januari, mbingu inasema inaleta kwa maisha yetu, ipate kuingia kwa maisha yako. Lakini kitu ya pili nitakuomba, usiwe umelala. Kwambia hata kama ni saa 8 mchana, wewe ukiwa nalala, hiyo mwanga, hiyo nuru haina maana kwa maisha yako. Mchana inakuwa na maana tu kwa watu wenyewe wamefanya nini, wameamka. Lakini ukiwa nalala mchana, wewe uko tu katika giza. Eka mkono yako kwa kifua, naenda kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unamuona mama huyu, unamuona baba huyu, unamuona kijana wa kike na wa mvulana huyu, wamesikiliza neno yako. Bwana, tunashukuru kwa kuweza kuongea nasi, kwamba umeleta nuru, baraka. Nuru inakuja Januari kwa maisha yetu, kwa ndoa yetu, kwa biashara yetu, kwa afya yetu. Bwana, ninaomba umtembelee. Biblia inasema imani waja kwa kusikia. Umguse baba huyu, umponye baba huyu, tembelea maisha, aone change, mabadiliko. Giza ipate kuachia na nuru ipate kuangaa. Baba, umponye, umguse, umtembelee. Asante Bwana kwa kumponya na kumgusa. Kupitia jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Naitwa Dr. Frank